Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Ndugu yangu, walillahi alhamdu, tumeumaliza mwezi wa Ramadhani. Mwezi umeondoka na amali ambazo tumezifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huo tumejipinda sana katika ibada ya saum, ibada ya visomo vya Qur'ani, ibada ya 5 salawati pamoja na ibada zingine. Ndugu yangu, ibada hizo hazitakiwi kuachwa kwa sababu Ramadhani imeondoka. Ramadhani ni kipindi, ni musimu kama vilivyokuwa vipindi vingine. Tofauti ni kwamba Ramadhani ni kipindi ambacho malipo yake ni mengi zaidi kwa amali ile ile ambayo utaifanya katika miezi mingine. Kwa hiyo kwa kuondoka Ramadhani si kwa kumalizika ibada, bali tunachotakiwa ndugu yangu ni kuzidisha ibada. Ni mfano, mtu alikuwa amewasha taa ikaanza kufifia. Katika kufifia akaongeza mafuta. Anapoongeza mafuta, ile taa inazidi kuwaka, na kuwaka kwake kunakuwa kwa istimraria, kwa maana kwa kuendelea, kwa sababu tayari imekwisha ongezewa mafuta. Ndivyo ilivyokuwa mfano. Ramadhani imekuja, imetukuta tupo tumezembea, lakini ndani ya Ramadhani hiyo tukajipinda. Kwa hiyo baada ya kujipinda, Ramadhani inapoondoka, tunatakiwa tuendeleze kwa spidi yale ambayo tulikuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yaqini itakapokujia, mpaka kifo kitakapokujia. Kwa hiyo kifo ndio kiwe chenye kutenganisha kati yetu sisi na ibada, lakini madamu kifo hakijatujia, tusiache ibada kamwe. Tuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa uhai wetu, kama tulivyokuwa tukifanya jitihada katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie yale ambayo tumeyafanya mema katika mwezi wa Ramadhani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa jazakumullahu khairan.